tunawashukuru sana viongozi wa timu zote mbili, kwanza kwa kuweka mikakati thabiti ya kuhakikisha kwamba timu inafika. Maana kama tunavyofahamu siku hizi hata kupeleka timu uwanjani na kwa mtihani. Lakini tunashukuru kwamba timu zimefika. Kwa hiyo na kila sababu ya kuwapongeza. Ndio katibu. Kuna watu wapeleki timu uwanjani. Kwa ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo nizipongeze timu zote na viongozi wao kwa kulifanikisha hilo. Hiyo ni hatua ya mwanzo. Lakini kwa nini tumeitisha press hii katika mazingira ambayo tulokuwa nayo hapa? Tunafahamu kwa upande wa sekta ya utalii, michezo pia ni sehemu ya utalii. Michezo ina nafasi kubwa sana katika kuitangaza nchi kitaifa, kikanda na kimataifa. Na mechi hii ambayo inachezwa ni mechi ambayo ina hadhi ya kimataifa. Kwa hiyo kama wizara kupitia kamisheni ya utalii tumeona kuna kila sababu na sisi tukajitokeza, tukawa ni wadau na kuhakikisha kwamba tunalitumia jukwaa ambalo litakuwepo kuanzia tarehe hiyo 25 na kuhakikisha kwamba brand ya Zanzibar ambayo mnaiona hapo nyuma yangu, Visit Zanzibar, nayo pia inaonekanika kwa uwazi wake. Mechi hii tunatarajia kwamba itakuwa inaonyeshwa katika vyombo mbalimbali ikiwemo Azam TV ambaye amenunua rights za kurusha, na Azam TV inarushwa katika takriban nchi 27 ndani ya bara la Afrika. Kwa hiyo nusu ya nchi za bara la Afrika zitakuwa zinaiangalia hii mechi live. Na sio mara zote unapopata fursa ya kupata audience kubwa kama hiyo kwa wakati mmoja ikaangalia mechi ya finali kama hii. Kwa hiyo kupitia kamisheni ya utalii tumeona kwamba na sisi tusibaki nyuma, tuitangaze brand yetu, tutumie hii fursa ili kuweza kujimarket zaidi, na hii ni sehemu ya kupromote utalii wetu wa kikanda. Tunajua kwamba soko letu kubwa sasa hivi tunategemea Ulaya. Lakini nchi chache sana za barani la Afrika ambazo wanaleta watalii wao kuja Zanzibar. Ikiwemo tunazijua Nigeria, South Africa, wao ndo ambao tumewazoea. Lakini tunaamini kwamba destination yetu ni nzuri na tukiweza kuitangaza vizuri, basi nchi nyingine nyingi tu ambazo zipo ndani ya bara letu la Afrika zitatamani sana wageni wao kuja katika visiwa vyetu. Kwa hiyo hichi ndicho ambacho tunachokitarget. Lakini huu ni mwendo wa matukio na tunajua kwamba sasa hivi tupo katika season ambayo tunaita season ya kijani, green season. Idadi ya watalii kutoka Ulaya imepungua. Kwa hiyo ili tuweze kulijaza lile gepo, maana yake lazima tutumie fursa ya matukio kama haya. Na ushahidi tosha tumeuona kwamba japokuwa idadi ya watalii kutoka Ulaya wamepungua, lakini sasa watalii kutoka nchi jirani wameongezeka kutokana na tukio hili. Wa Morocco wamekuja sio tu na timu yao, lakini wamekuja pamoja na fan base yao, ambao ni fan base kubwa, ina kelele, ina hamasa, na wao wanajitangaza huko, wanapiga picha, wanatoa katika social media zao. Kwa hiyo wanahamasisha wengine hata ambao sio mashabiki, lakini kwa sababu wameshaona sasa Zanzibar na uzuri wake na matukio haya, na wao vile vile wanahamasika kuja. Kwa hiyo yote hii ni utalii na sisi ni wadau wa sekta. Kwa hiyo tumeona kwamba ni jambo la msingi sana kuweza kucapitalize hili jambo ili tuweze kwenda vizuri, na hatimaye hata huko mbeleni basi inapokuja katika kuhost mashindano ya kimataifa, Zanzibar iwe inajulikana kama ni top destination ya kuhost mashindano haya ya kimataifa. Kesho kutwa tutakuwa tuna mashindano ya CHAN, na hiki kitakuwa ni kipimo kizuri cha utayari wetu kama host wa mashindano hayo ya CHAN. Kwa mimi naamini mambo ni mazuri yanayokuja hapo mbeleni, mwelekeo wetu ni mzuri. Tumehost semifinal na sasa hivi tuna host finali. Nilikuwa namuuliza commissioner hapa kwamba tumeshawahi kuhost finali ya mashindano ya CAF Confederation. Nimeambiwa kwamba hatujawahi kufanya hivyo. Hii ni mara ya kwanza. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Kwanza Wizara ya Habari, lakini vile vile ndugu zetu wa TFF pamoja na Shirikisho la Soka barani Afrika CAF kwa kuiamini
Serikali ya Mapinduzi na kutupa heshima hii kubwa mno, ambayo sidhani kama katika kipindi hiki cha miaka minne ya utawala wa Daktari Hussein Ali Mwinyi kama kuna mtu ambaye angewahi hata kuota kama Zanzibar ingekuwa ni host wa mashindano haya. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana na ni jambo letu sote, na ni muhimu tukajivunia kama Zanzibari kwamba tumeweza kupewa heshima kubwa ya kuwa host wa mashindano haya makubwa bara la Afrika. Na uwanja wetu umekidhi vigezo vyote. Hapa hapakuwa na uchawa wala hapakuwa na kulobi, japokuwa kuna wadau walikuwa wanataka kuukimbia uwanja, lakini uwanja umekidhi vigezo, na inavyosemekana kwamba uwanja ulikuwa ni bora kuliko hata ule wa first leg wa Berkane. Yani uwanja wa Amani, New Amani Complex ni bora zaidi kiviwango kuliko hata ule uwanja wao wa Berkane kule Morocco. Maana uwanja wetu sisi wanaposema kwanza kigezo cha kwanza kwamba huroi, lakini ule uwanja wa Berkane kule ukiangalia ulikuwa ni uwanja ambao ni wazi, ndio kurugenzi, lakini wa kwetu sisi umefunikwa. Kwa hiyo ni all weather ground ambao unaweza ukacheza jua, mvua, joto, baridi, vyote hivyo vina accommodate. Kwa hiyo hii sio fluku, hatukubahatisha, ni maono ya Mheshimiwa Rais wetu na kile ambacho amekitazamia juu ya potential ya visiwa vyetu hivi vya kuhost mashindano haya. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais wetu. Lakini vile vile kwa taarifa hii ambayo ameitoa mkurugenzi na ufafanuzi uliotolewa, pia tumshukuru sana Mheshimiwa kubeba gharama hizi ambazo zimeelezwa hapa za 15% za uwanja. Na tunapenda kusisitiza kwa wananchi, washabiki, wapenda michezo, kuingia katika mashindano haya kwenda kuangalia mechi hii sio bure. Kiingilio bado kipo pale pale. Kwa hiyo tunaomba waandishi wa habari, na hii ndio theme hasa, kwamba watu wafahamu kiingilio bado kipo pale pale. Wahi tiketi zako mapema. Mashabiki wamekuja wengi sana kutoka bara pamoja na huko Morocco. Uwanja wetu tunajua kapasiti yake haizidi watu 15,000. Kwa hiyo tujiwahi mapema. Tuna leo na kesho, tuhakikishe kwamba tunazipata tiketi zetu mapema ili tuweze kuenjoy mashindano haya. Baada ya maneno hayo machache, niwashukuru sana kwa mara nyingine tena ndugu waandishi wa habari.